Haleluya. Now tunaenda kwa maandiko matakatifu ya Mungu ili tuweze kugawana na wewe neno la Baba yetu aliye mbinguni. Ni ombi langu kama mtumishi wa Mungu kwamba kila mmoja wenu utaandaa mawazo, roho yako, akili zako ili tuweze kupokea ujumbe huu pamoja, na itakusaidia maishani. Ninataka tu kwa haraka sana bila kupoteza muda tuende kitabu cha Deuteronomy 28. Maana ninataka kuongea juu ya mambo matatu leo. Na hayo mambo matatu nayazungumzia yanahusu vita. Nitazungumza juu ya vita aina tatu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru na tunasema ni asante. Wewe uliyeziumba mbingu na nchi, unatawala na hakuna aliye kama wewe. Tumenyenyekea na tumepondeka kwako, tunakuomba utusamehe makosa yetu na uchukua ushukani. Teka nyara mawazo na akili zetu ili tukubalike mbele zako. May you arrest our mind that we may serve you, that we may follow your ways. May you arrest our mind, our thinking, take over in our life. May you be glorified in this sanctuary, in this gathering. Take over, Redeemer, because you are the mighty Father and none like you. Jina lako litukuzwe mtakatifu Yehova. Pokea heshima, pokea utukufu ukiwa kwenye kiti chako cha enzi. Uliumba mbingu na nchi na hukuomba msaada kwa mtu. Vitu vyote ni wewe uliumba. Hata katika hali yote wanapojaribu dunia kuharibu neno lako na kuharibu mambo yote, unasalia kuwa wewe uko juu sana kuliko falme zote. Jina lako haliwezi likafanana na mfalme yeyote duniani. Basi shukuru, shukani utundumie na utufungue na tukujue na tukufahamu. Nayo sifa na shukrani zikurudie, na ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nashika mateka maroho zote za kuzimu, maroho zote zilizo kinyume na neno lako Baba yetu uliye mbinguni. Mapepo ya confusion, roho za kuiba mawazo na akili zetu tunaziweka chini ya nyayo katika jina takatifu la Mungu wa Israeli. Baba, tawala sasa, shukuru, shukani sasa kwa mkubwa na kwa mdogo, na ili tufanye vile ambavyo unavyotaka, sio vile sisi tunataka, na ili tukapata kubarikiwa na tukaimbe sifa zako Baba yetu, na jina lako lipate kutukuzwa. Na ni kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kusandiki. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike hapa duniani kama inavyofanyika juu mbinguni. Tupe riziki yetu ya leo, tusamehe dhambi zetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usitutie katika majaribu, tuepushe na ule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Haleluya. Haleluya. Nataka tuende pamoja na wewe kwa maandiko sasa ili tuweze kugawana nawe neno la Mungu Muumba wetu. Ninazungumzia aina tatu za vita. 3 types of warfare. Aina tatu za vita. Aina tatu za vita. Wale wajuaji msiandika, maana nyinyi ni wajuaji. Wale ambao mnataka kumbukumbu ya kesho, wewe andika mahali tu itakusaidia, maana utakumbuka kesho. Maandiko nasema hivi, kitabu cha Deuteronomy 28. Nifungulie kitabu pia cha Andrew chapter number 12. Vita ya kwanza ili ambayo nataka kuzungumzia, maana nimesema naongea juu ya aina tatu. Aina tatu za vita. Unajua mara nyingi binadamu wote hawaokoka na wajaokoka wanaenda kwa Mungu wakimwambia, Baba, tunaomba kitu kimoja tu, unisikilize tu, unisaidie. Lakini hakuna siku wewe uko na time ya kusikiliza Mungu akufanye vile anataka, unataka afanye vile unataka. Sijui kama unasikia vile nasema. Yaani tunaenda tunaomba Mungu afanye vile tunataka, lakini sisi hatuendi kwa Mungu afanye nasi vile anataka. Haleluya. Wakati Mungu anafanya vile anataka na sisi, maadui zetu hawawezi wakatupata. Maana atatufanya vyombo vya dhamani, atatufanya kitu cha dhamani chenye sisi za kutingishwa na maadui. Lakini tukifanyika vile tunataka, mara nyingi tutaivika. Haleluya. Are we together? Yes. Tuko pamoja jameni? Yes. Vile tunataka sisi tukifanyika hivyo sasa inatuletea shida.
Na hii imeleta shida nyingi sana katika maisha ya wengi. Manake wakati Mungu amekufanya vile anataka, akakupea ile kazi anataka mwenyewe, akakubariki na ile ndoa anaona itakusimamisha, itasimama, inakuwa mzuri. Lakini unapoenda kwa Mungu unamwambia baba nibariki na Mjaruo, mimi usinibariki na Mkikuyu. Kikuyu anakuanga waizi. Haleluya. Baba nibariki mimi na Mkamba. Usinibariki na Mkamba, nibariki na Mnande, mimi wa Kamba ni wachawi. Unajua ni zile hizo, ni vitu zile unataka wewe. Lakini zile anataka yeye mwenyewe, hujamuomba. Baba mimi ninakuomba mapenzi yako itendeke. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, utakalo lifanyike. Sasa watu wengi wetu tunaenda na yale tunataka, si yale baba anataka. Haleluya. Amen. Are we together? Vita za aina tatu zile nataka kuzungumzia. Vita ya kwanza ni ya Mungu. Vita ya kwanza ni ya Mungu. Vita ya kwanza ni ya Mungu. Listen. Vita ya kwanza ni ya nani? Ni ya Mungu. Watu fikiria Mungu apigane vita kama vile mwana akikosea uchapo na baba yake na mama yake. Vile vile kwa Mungu kuna kiboko. Najua utanikaralia, utanipinga tu. I know you can oppose me because of your knowledge and your understanding. But the knowledge that you hold, if it does not come from the scripture, that is a void. That is void knowledge. Hiyo ni kitu, ni hekima hakuna. Lakini hekima ulio nayo ikiwa imetoka kwa neno la baba yetu aliye mbinguni, hii itakupeleka mbali. Hallelujah. Are we together? Maandiko nasema hivi, kitabu cha Ebrania 12 ndio nataka nisome na wewe. Hebrew chapter number 12. Nimesema vita za kwanza zinaanzia ni za Mungu. Kama bila mwana ukosea na anachapwa na baba na mama, akirekebishwa ndivyo kulivyo pia. Na sometimes huwa naambia watu msipende vita ya Mungu. Heri kutii Mungu kuliko kukubaliana na kupigwa vita na yeye. Manake vita ya Mungu ni nzito sana. Ina machozi. Ina machozi. Ni vile watu wanachukulia kama mchezo. Maandiko yanasema hivi, kitabu cha Ebrania 12 kuanzia mstari wa kwanza. Basi na sisi pia kwa kuwa tunasungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile itusingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano. Wewe nisikilize kwa makini. Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimisha imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkisimia mioyoni mwenu, hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nani, kama kusema mwanangu, usiyadharau marudia ya Bwana, wala usisimie moyo ukikemewa. Hatukifanya nini? Ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda umrudia, naye umpiga kila mwana amkubalie. Mmesikia vizuri? Kila mwana umpiga amkubalie. Ni kwa ajili ya kurundiwa mwastahimili Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerundiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurundiwa
ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa Aramu, ninyi wala si wana wa Arari. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturundi, nasi tukawastahili. Basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Maana ni hakika hawa kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vyema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu, ili tuushiriki utakatifu wake. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliosoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza, mkaifanyie miguu yenu njia na za kunyoka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Ainuliwe Mesia, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Hallelujah. Amen. Come on somebody, I want to share this message with you. Nikusaidia kwanza. Pasipo na kuweza kutii baba yetu aliye mbinguni, kuna mambo tunataka nigawe kwako na uweze kuyaelewa, na ni ya muhimu sana. My dear brethren, nimekuambia vita za kwanza huwa ni za Mungu. Mungu huchapa watu viboko, lakini watu hufikiria Mungu ni wasarakazi. Maandiko inasema kama vile mzazi wako alikushuna, kama huyu anapaswa achunwe kushunwa moja tu, imletee discipline. Ukiona mtoto afanye vizuri, unachukua kiboko unaweka moja. Maandiko inasema ya kwamba baba yetu aliye mbinguni pia naye katika hali ya kutupenda huwa anatuchapa viboko akiturudisha kwa njia yake, ili tukistahimili katika hali hiyo tupate kuona matunda inayoleta nini? Amani. Are we together? Ningelipenda uelewa, ukiona mambo yale yote unafanya na unapitia hakuna amani katika hiyo line, make sure ya kwamba ujue hauko katika njia ya kurekebika, hauko katika njia iliyo na discipline. And you need to understand, amani inapatikana kupitia kurekebishwa na Baba. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? Tuko pamoja jamani? Amani huwezi kupatikana kwa sarakazi. Amani inapatikana katika hali ya kurekebishwa na Mungu katika makosa tunayoyatenda kila kuchao. Mtu mmoja alikuwa anaitwa Daudi, ni kuonyesha vile Mungu hufanya kazi. Daudi akafanya makosa ya kuhesabu wana wa Israeli kimakosa jeshi lote la Mungu, na alikanywa, lakini akaona ni vyema. Wakubwa wake, wadogo wake wakasema hatuwezi kosa kutii mfalme, wakaenda wakamtii na wakaenda wakafanya hesabu. Basi maandiko inasema ya kwamba baada ya hiyo kile kilichofuata ni kukua na kupewa discipline. Bwana sifiwe. Are we together? Tuko pamoja jameni? Onda ile ilifuata, Daudi alipofanya dhambi, hawa watoto wote wana wa Israeli walipigwa. Maandiko inasema they died 70 people. Daudi akatumiwa nabii anaitwa Gad, akaenda akamwambia, umefanya makosa, sasa ukimbie mbio uende ukawatafute kiwanja kule kwa Arauna, ufanye madhabahu, umfanyie Bwana ibada, ainuliwe Mwokozi. Basi maandiko inasema malaika wakati alikuwa anaelekea Yerusalemu, naye akamwambia, akaambiwa na Mungu, rudisha upanga. Rudisha nini? Upanga kwa Jora. Already akiambiwa rudisha upanga, anaelekea mji wa Yerusalemu. Niliwaambia the other service ile imepita, juma lililopita, nikawaambia ya kwamba wakati alipoelekea alikuwa anaelekea Yerusalemu ambayo ni mji wa Daudi. Are we together? Yes. Sasa hapo Daudi akasema, nani amefanya dhambi? Si ni mimi? Sinipigwe mimi na ni mimi nimefanya dhambi? Naye nabii akamwambia, umepewa mambo matatu uchague. Umeomba ni sawa, lakini mambo ni matatu. Miaka 7 ya nini? Ya njaa. Miaka 3 ya nini? Miaka 3 ya nini? Ya kukimbia mbele ya adui zako.
au siku 3 za nini? Za tauni. Akasema mimi wacha nianguke mikononi mwa Mungu. Basi ni gani lilikuwa nzuri kati ya hayo yote? Zote zilikuwa za uchungu. Sasa unajua maandiko inasema ukiona ule ambaye hajarundiwa na Mungu ama hajapewa discipline na Mungu, adhabu ya Mungu inamaanisha sisi ni watoto wake. Asiyepewa adhabu na Mungu ni mwana wa haramu. Come on. Amen. Are we together? Yes. Sasa kama sisi ni wa Mungu, ni vyema kuvumilia mambo mengine tukipitia, na tunaambia Mungu atusamehe kule tumekosea, ndio tusirudie pale tena kwa makosa. Amen. Amen. Maana mtu hawezi akadhibiwa bila makosa. Ama mtu anaweza kuadhibiwa bila makosa? Mwana anaweza akadhibiwa bila kutenda makosa ama kufanya dhambi? Yokia mwenzako mwambie yale unapitia. Yale unaona ya kusumbua. Mwambie kwa sauti, mwambie my neighbor. Hayo unapitia. Uchungu ulio nao. Kupitia makosa uliofanya na dhambi uliofanya ni adhabu ya Baba. Uvumilie na uombe msamaha. Ukubali kuenda kwa njia yake na utaitwa mbarikiwa. Na pale mwisho utafurahia amani. Utafurahia amani. Utafurahia amani. Haleluya. Unajua Mungu wakati anapotupiga vita, huwa mara nyingi wengi wetu hatu understand na tunatukana Mungu. Ayubu katika hali zote hakuwa mwenye dhambi, lakini alitaka kuulizana maswali na Mungu. Mpaka nakumbuka maandiko inasema Job 38. Ulikuwa wapi nikiweka misingi ya dunia? Si alitaka maswali na Mungu? Mungu akamuuliza, sababu unajifanya unajua sana na hakuna makosa umefanya. Sasa wewe ulikuwa wapi wakati nilikuwa nikiumba dunia? Amen. Nani naweza akaamuliza upepo? Ukisoma huko chini utaona mambo mengi. Nani anaamuliza siku na kwa nyingine? Sasa kila Mungu anatupea tufurahie na tumtumikie katika hali ya kunyenyekea. Unajua nimewaambia tena, Mungu pigana vita. Na yeye mwenyewe anaitwa Mungu wa vita. I'm the man of war. Yeye mwenyewe ni Mungu wa vita. Na watu hawajui. Mungu huwa na hakuna mtu mpeleka kotini. Mungu huangamiza. Kama hiki kitu unasikia kinaitwa corona, mama ya corona, sosi ya corona, guka ya corona, watoto ya corona, yote inaenda ikifagia. Ikipata mtoto inapita na ikipata sosi inachukua. Ikipata pasta inachukua, ikipata bishop inachukua, haijali. Hiyo kitu unaona inafanya kazi hivyo, imeruhusiwa tu. Inafanya kazi. Na Mungu viboko zake ukiambiwa uchague ujue ni gani, utaweza kuelewa. Anaambia Daudi chagua miaka 7 gani ya njaa, miezi 3 ya ukimbie mbele ya adui zako. Zote ni viboko. Ama siku 3 za tauni, zote ni viboko za kundilo na Daudi. Lakini Daudi ni mtumishi wa Mungu. Daudi ni mfalme. Lakini mwonaji akaja akamwambia sasa enda ukafanya ibada. Mambo mengine mnajipeleka kwa Mungu tu hivi. Mfikirie itafanyika tu, ifanyike itakuwa ni ngumu sana. Jua jinsi ya kufanya ibada mbele za Mungu. Muulize Baba njia. Bali nimekosea, nionyesha makosa yangu. Nifundishe njia yangu, njia yako niende nayo. Na nionyeshe makosa yangu. Yale nimekosea, nimetubu yote na yale sijui, nionyeshe nisirudie pale. Hallelujah. Are we together? Tuko pamoja jamani? You know, area nyingi sana huwa hatukubali. Nimekuambia kitu cha kwanza ni nini? Vita ya kwanza ni ya Mungu, ya pili tutaongea baadaye. Lakini nataka tuingie Deuteronomy kwanza before tuangalie vita ya pili inatoka kwa nani. Sasa ninapokufundisha unapaswa kuwa na nafasi ya kupima roho yako na kujipima, ujue vita zile unapitia zinatoka area gani. Maana ukijua kuna area 3 za vita, ujue ni vita za pande gani. Vita ya kwanza nimekuambia ni ya Mungu, ili ya kundiscipline ukae kwa njia yake. Halo. Bana mtu amekuja hapa nikamhudumia, alitupa kitambaa, alikuwa mtu wa kitambaa ya hii yetu, ile yetu hii ya kiroho. Hii kanisa hii sa kiroho hii yetu. Hii ya kufunga vitambaa. Akachukua kitambaa yake akatupa. Akasema mbona bwana yangu amekufa nikiwa na kitambaa? Sasa utatisha Mungu. Mungu kwani anaoleangwa? Mungu anaoa. Ukitupa nani yako na sara? Kiuliko uliza Mungu njia ni gani na nini nisiangamie kama huyo mwingine. Wewe unataka tu kubishana na Mungu. Nikamwambia chunga, rudi kwa laini za Mungu. Next usiporudi ukimaliza huu mwaka, Mungu wako niita. Maana ndivyo anasema.
Anasema mwenyewe hiyo kitu inakuuma kwa mwili, inakusumbua, ngojea inaweza kuja kukuua hii mwaka utu. Maana already Mungu ameruhusu ikuje sababu wewe mwenyewe umekuwa criminal. Hallelujah. Are we together? Hello. Hello. Kamwambia jukumu ni lako. Kuamua ni juu yako, Mungu hawezi jisukuma kwa mtu. No. Mungu hapana magugu. Eti inamea mahali popote, kienda kwa barabara inamea. Mungu hapana magugu. Mungu hapana magugu. Eti ukienda kwa barabara inamea, kwa mchanga utaipata, kwa mawe utaipata, kwa mbolea utaipata, kwa rutuba utaipata, kwa nyumba juu ya paa utaipata, kwa matofali utaipata, juu ya mabati utapata tu magugu ikitaka kumea. Kando ya ukuta, kamvua tu kanyeshe utaipata. Bwana sifiwe. Mungu hapana aina hiyo. No. 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 Mungu amepita hizo vitu. Kitabu cha Deuteronomy 28 verse 15 ni kuonyesha vita za Mungu vile zinakuanga mbaya. Kwa nini Mungu hupigana vita na watu wale aliumba? Kwa nini wao wapata vipoko? Kwa nini wachapa viboko wanawapiga vita na wengine anawaangamiza kabisa? Let's go there. 15 inasema hivi, Deuteronomy 28:15. Hakuna pastor anaweza kuhubiri hapo na hakuna bishop anaweza kubali kuhubiri hapo. Ni wachache utapata. Maana wengi wakwambia watu mtabarikiwa mkitoka na ukirudi. Unabarikiwa ukitoka na ukirudi, ama unatoka bila corona unarudi na corona. Unatoka bila kansa unarudi na kansa. Unatoka ukiwa na kazi unatoka kazi imeisha. Halo. Are we together? Unatoka na gari yako ukirudi unarudishwa na ukiwa kwa jeneza. Is that fair? Hebu tuangalie ni wapi tunaenda vibaya. Maana mambo haya yote iko bibliko. Si mambo ya sarakazi. Maandiko yanasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagiza hivi leo, ndipo ni zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Hiyo ni vita ya Mungu. Ametangaza usiposikiliza yeye kwa makini na kutenda vile anasema. Utalaaniwa mjini na utalaaniwa. Angalia wale watu wote wanaishi mjini. Tuangalia tu huku tu. Waangalia vile tunakaa mjini. Nini watu wako nacho? Watu watasafiri Disemba, wengine hawatasafiri Disemba hii. Wamelaaniwa mjini na wamelaaniwa mashambani. Hawana chochote, unalima hakuna. Nani kati yenu amelima gishagi? Huyu peke yake ndiye aliniambia at least ako na ng'ombe ameweka mahali nyumbani. Zimezaana huko. Sasa anaweza kahesabu baraka ya mchi na nyumbani. Si mlaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Mesaya. Amen. Ainuliwe Manueli. Amen. Tuko pamoja? Wewe uko na nini kwenu? Hakuna. Ni pesa hujaipata. Kuna siku uliniambia akaunti yako ilikuwa na 100,000. Sasa hii inasoma ngapi? Ushikwe. Ushikwe ikiwa na pesa. Sengine nitaongea mnaweza nichukia. Lakini mtanichukia tu njoo niko kwa ukweli. It's okay. Utalaaniwa mjini, unalaaniwa mashambani. Unakuta mjini una chochote, mashambani hakuna, baadhi zinamea. Hakuna chochote. Unakuwa mtu amelaaniwa tu. Halo? Tuko pamoja? Ni ugumu na ni mbaya sana. Wacheni tuamke. Watumishi wa Mungu, waokovu, wacheni tuamke, tukatafute Mungu, tutii vile anasema. Tuache sarakazi. Litaraniwa kapla chombo chako cha kukandia. Kumaanisha utakanda mikate lakini imelaniwa, inaganda. Inaharibika tu. Ama unakuta umelaniwa tu hata ukikula ikusaidii. Kuna mtu mmoja amekula sabati siku nyingine akafa naye. Ilimuua tu. Utalaniwa uzao wa tumbo lako. Angalia wale watoto watu wako nao vile wako na kisirani. Naongea sana kwamba ni za maandiko. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Atukuzwe Mesaya mwana wa Mungu. Amen. Tuko pamoja jameni ama niko peke yangu? Utalaniwa uzao wa tumbo lako. Angalia wazazi vile wanahangaika na watoto. Watoto wamekula bangi kuliko kukula kideni.
wanakula bangi, wanaikunywa mpaka kwa chai. Siku hizi imekuwa kama biscuit. Halo, lika ndogo, class 6, class 7, class 8. Enda kwa hizi shule, wamejificha tu kwa class na uniform. Wakitoka huko nje ile tabia wanafanya ni mbaya. Mtoto wa class 8 leo anajua kulala na wasichana huko nje. Kutembea huko nje. Mnalaniwa uzao wa tumbo zenu. Maana hili amri na maagizo niliagiza baba, nikasema mtii, amutaki. Nyinyi mnajiweka vichwa mbele. Ngojea, na ninawaambia hivi, mark my word. Hiyo ufollow kwa YouTube. Hiyo uende ufuate kwa mitandao mingine. Utaipata hata kwa Facebook. Unisikilize kwa makini, nataka nikusaidie. Kizazi kile tuko nacho miaka ingine inakuja, hiyo mnaita 2030. Utakuwa unasikia mtoto watatafuta Mungu kwa lazima, si kupenda. Maana watu walijificha kwa makanisa kuliko watii yale Mungu alisema, wakajificha. Tuko pamoja jameni? Halo. Pana kitu kinaendelea. Watu wamejificha makanisani na kipindi kimeisha. Sasa inaenda ikiwekwa expose. Kwa shule unaona asisomeki. Watoto wanaongea na mapepo kwa shule kuliko kuongea na roho. Halo. Nimekuambia jana nimeitwa. Nikaulizwa huyu tutafanyia namna gani? Baba yao na mama yao ni watajiri. Lakini kuna madhabahu na misingi tofauti imekaa pale. Mama anasema heri tuende tukaone mganga. Baba anasema hiyo haina shinda. Achaneni nazo. Siwasumbue. Mtoto akifika shule akai. Mama yao ni mjamzito. Anakuja anaambia mama, na uchunge sana mke wangu. Anaulizwa ni nani anaongea. Anasema mimi ndiye mkubwa hapa. Uchunge sana mke wangu na huyo mtoto. Uchunge sana. Na ni mtoto wa shule anaambia mama yake mjamzito. Akitoka akienda shule zinaongeresha. Siongei habari ya misingi ya madhabahu hizo, mimi naongea habari ya kutotii Mungu. Uzao wa tumbo zetu umelaaniwa. Unapokea mapepo. Unapokea mapepo, inavuta mapepo leo kama vile unavuta hewa. Yaani wanatembea nayo. Angalia tu utaona mwenyewe. Na msipoamka mtaniambia mwishoe. Mtaniambia mwishoe. Maana mahali tunaelekea ni kubaya. Wewe una time ya kuombea watoto wako? Una time ya kuuliza watakula nini? Kwanza kabla hawajakula ya mwili, ya roho wamefika kiwango gani? Bila unapima health ya mtoto physical, pima health ya mtoto spiritual also. Haleluya. Angalia neno la Mungu lile liko ndani yake. Uweza wa Mungu ule unamprotect huyo mtoto. Utaraniwa katika uzao wa tumbo lako. Hiyo mambo iko. Iko. Ama ni stori zetu tunaongea. Hiyo vita yote ni Mungu anasema. Wewe pelekea pastor aombe uone kama inaombeleka siku hizi. Ai, mbona ni wandanganye? Mimi nawaambia ni ukweli. Na shule ni kubaya, kila mahali ni kubaya. Ukienda makanisani wamejaa hivi. Ukienda mashule wamejaa hivi. Kwanza wavyo watoto ndio wataua wazazi sana. Watoa kafara. Maana mlikataa kusikia Mungu, naye Mungu amewaachilia. Anasema utalaniwa ukitoka na ukirudi. Haya, ya pili, utalaniwa kwa kapu ya unga yako, mahali unakaandia unga. Kumaanisha chakula ya mesa yako haina baraka. Ya tatu, anasema nini? Hiyo yote ni kiboko. Unalaniwa kwa, yaani kiboko za Mungu ni kama vile ambavyo ulikuwa, sijui kama mlikuwa nyenzio zetu ya wakati wa Moi, ulikuwa unaambiwa na mwalimu tashi watu, unainama tu hivi, unasikia matako viboko kama 5 zimepita hapo mara moja tu. Ukikoza kiamuka uweze kusulia, ukijikuna hivi anakushika mkono pamoja na suruali, anashikanisha hivi. Akishikanisha hivi kamwili kanajisora hapo, anawekelea zingine 5 6 7 hivyo mara moja. Unatoka hapo ukifanya hivi unasikia kama imewaka moto. Halo. Wale vijana wajanja walikuwa wanabeba katoni wakijua wamekosea, anaiweka hapo. Na yeye mwalimu alikuwa anagonga akisikia kuna katoni ndani, utajua ujui. Anabadilisha huko, anakuja wapi? Hapa chini ya miguu. Are we together? Discipline. Ilinisaidia mimi kufanyika mtoto mzuri. Kama si hivyo, niliwaambia nilikuwa kitu mbaya. Mimi nilikuwa kitu mbaya, yangu nilikuwa napigana chifu anakuja. Nilikuwa napigana na nilikuwa najua kupinda uta. Nilikuwa najua kunoa panga kutoka asubuhi na niyakwenda kutafuta vijana wengine tupigane. Na ndio nifanye exercise, nilikuwa naenda naye chini ya mto huko, mahali kuna maandishi. Hiyo panga naifanya naye kujaribu tu jaso. Na nikikata mara moja hivi nijui itakuwa na kazi nzuri.
Sasa wewe huwezi jua mimi ni Mungu ameniokoa. Na siwezi taka kurudi pale. Turudi kwa njia nzuri. Discipline kama sijapewa discipline hiyo wakati ningekuwa kitu mbaya. Miaka ile ambaye baba tunaenda maana tumekosa discipline. Hatuadibishi watoto wetu. Maandiko inasema ya kwamba muonye mtoto wako kwa kiboko. Ni sheria ya baba. Naye mwishowe hata kuaibisha. Hiyo mumeweka kando. Si anasema nini? Msipotii yote niliyowaagiza. Yote niliyowaagiza. Na nikawaelekeza. Msipoyatenda na kuyasikiza kwa makini, mtajua. Sasa kusikia vile kulivyo. Aha. Na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wandogo wa kondoo zako. Yaani kulaaniwa kunakuwa ni nchi yako imelaaniwa mazao yake. Unapanda mboga lakini unakuta zimekuliwa na zimeisha. Unapanda mahindi kila wakati unalia njaa Kenya. Kila mahali. Sababu hatutaki kutii. Kondoo vile vile. Na ng'ombe vile vile. Kuna watu hawawezi kuweka ng'ombe kwao na kondoo. Niulize nitakwambia. Palikuwa na mzee mmoja nilikuwa naombea siku moja Dandora. Wakinunua ng'ombe kwa boma yao iwezi kaa. Mzee ni driver mzuri sana na anapata pesa mzuri. Lakini akinunua ndama hawezi lea kwao. Akilia kakifika kandogo kanakufa. Au kanakaa akakui tena kanakuwa vile tu alinunua. Kaniambia situombe tu. Si kwamba hakuwa mwokovu. Tukipatana na yeye alikuwa wa 17th day. Akatoka akaniambia sasa nataka nijue mambo hii ya kiroho hii ya Mungu. Ili atanisaidia. Nikamweleza vile atafanya. Alipoanza kuaminika hatukuonana na yeye tena, tulikuja tukatekana sababu ya huduma hapa na pale na hatukuwasiliana na yeye tena. Akapata kazi na Ikuru. Mimi nikabaki hapa Nairobi. Ya kupeleka maroli. Unisikilize tu nataka kusaidia roho yako. Maandiko yanasema hivi, naongea juu ya vita za kwanza za Mungu. 3 types of warfare. Aina 3 ya vita. Vita ya kwanza narudia tena ni ya Mungu. Uchunge sana njia zako usipatane na vita ya Mungu. Maana ni yeye shetani atakemewa na Mungu na ni yeye wanadamu atakemewa na Mungu. Lakini Mungu atakemewa na nani? Nani atakemea Mungu? Chunga sana. Vita hiyo ya kwanza. Chunga sana usipigwe vita na Mungu. Utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa utokapo na utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote utakayotia mkono wako kuyafanya hata uangamie na kupotea kwa upesi kwa ule uovu kwa matendo yako ulioniacha kwayo. Bwana atakuambatanisha na tauni hata atakapokwisha kukuondoa katika nchi wingi yao kwa kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu. Hii mnaita homa ya corona. Na kwa homa. Kifua kikuu na kwa homa. 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 Kwa hivyo homa iko hapa. Sawa. Twende sasa. Na kwa kuwashwa. Nani anakuanga na kuwashwa? Ninawashwa. Na kuwashwa. Na kwa hali ya moto, na kwa upanga, na kwa ukaufu, na kwa koga, navyo vitakufukuza hata uangamie. Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Bwana atafanya mvua ya nchi yako iwe vumbi na mchanga itakujilia juu yako kutoka mbinguni hata uangamie. Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako, utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia. Utakimbia kweli? Utakimbia mbele yao kwa njia 7. Nao utatupwa huko na huko katika falme zote za dunia. Na mzoga wako utakuwa chakula cha ndege wote wa angani na wanyama wote wa duniani. Pasiwe na mtu wa kuwafukuza. Bwana atakupiga. Eti Bwana atafanya nini? Kwa hivyo ukisikia nimesema habari ya vita za Mungu, ujue Mungu hupigana vita na uchapa watu vizuri sana. Sasa uangalia mambo yao unapitia.
leo hii mwambie baba, nataka kujua kama ni wewe baba, usinipige uniumize, na kama ni maandui ni wakemee. Ainuliwe Mesia. 27 inasema Bwana atakupiga kwa wazimu na kwa upofu na kwa pumbuazi la moyoni. Utakwenda kwa kupapasa mchana kama apapasavyo kipofu gizani, wala ufanikiwi katika njia zako, nawe siku zote utaonewa na kutekwa nyara, wala apata kuwa na mtu wa kukuokoa. Utaposa mke na mume mwingine atalala naye. Utajenga nyumba usikae, utapanda mizabibu usitumie matunda yake. Ai, unaoa mwanamke anachukuliwa na mume mwingine, unajenga nyumba wanakaa na watu wengine, mizabibu yako matunda utakula, ng'ombe wako watachinjwa mbele ya macho yako, usile nyama yake. Utanyang'anywa punda wako mbele ya uso wako kwa jeuri, zirudishiwe. Kondoo zako watapewa adui zako, usipate mtu wa kukuokoa. Wanao na binti zako litapewa taifa lingine, na macho yako yataangalia na kuzimia kwa kuwatamani mchana kutwa, wala hapata kuwa na kitu katika uwezo wa mkono wako, matunda ya nchi yako. Utaendelea hapo kwingine, utaona ile mambo Mungu anapiga nayo watu. Yaani hata watoto wako. Angalia leo watu wangapi wanalea watoto, unakuta mtoto amenyang'anywa, ameondolewa, akaenda kwa mikono mingine. Bwana sifiwe. Tuko hivyo jameni? Tuko hivyo? Shukuru Mungu, wewe Mungu alikurudisha kwa nyumba yako. Unaona ulihangaika kule peke yako. Sasa usiondoke kwa kutii Mungu. Umesikia? Unasikiliza? Usiondoke kwa kutii Mungu. Kumbuka ulikuwa huko. Na ulipokuwa huko uone vile kungefanyika. Dhambi ya huyu maana ya ile madhabahu iko kule, unaona ilikuwa inaenda kufanya mwanae akae kwa watu wengine mbali. Lakini sasa anaweza akafurahia. Maandiko yanasema macho yako itasimia sababu ya kutamani kuwa karibu na watoto. Hapo angalia watu vile walivyo. Watu wameona wa kanisani wakazaa wana, lakini wana hawako pamoja naye. Ainuliwe Mesia, mwana wa Mungu. Wametawanyika, na nimekuwa nikiwaombea sana. Ndoa zenu mkae kwa amani. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Upate utulivu na uwe mtu mtiivu. Sasa unisikilize tu. Utasonga na mbele kusoma hayo mengine. Eti utapanda mizabibu yako itakuliwa na wengine. Hapo ndio unakuta watu wakisema nafanya kazi lakini sioni matunda. Na mimi sioni chochote faida. This time round kuwa mwangalifu sana. Usikubali kuingia kwa game itakaye kuacha kwa viboko za Mungu. Amen. Are we together? Kuna viboko na nimekuambia ziko homa na kifua kikuu. Kifua kikuu unaenda kutafuta antibacteria. Unaenda kupimiwa homa. Halo? Ni nzuri. Kiboko. Kiboko ya Mungu haina dawa. Utaenda kutafuta dawa ukoze. Ukisonga na mbele utaona hizo habari hapo vizuri. My friend, usipotii Mungu kuna hatari. Atakuchapa mpaka siku ile ambayo utarundi. Usiporundi unaangamia akikuchapa. Kwa hivyo kwa Mungu ukiona vita ameanza na wewe, anataka urekebishe ama ukufe akikuchapa. Ama inamaanisha nini? Usikia anasema nini? Mpaka utakapoangamia sababu umekataa kutii. Lakini ukitii urudi kwake, mwambie baba nimekuja. Maana amekuja aliyepotea. Sasa amerudi, umsamehe. Naye atakurehemu kwa huruma zake na upendo wake Mungu atakukumbatia nao. Basi tumezoea pia kwenda kwa Mungu kila wakati. Jana umefanya uovu, unarudi kwa baba unisamehe. Tena unarudi pale pale tu. Wewe ni sawa na nguruwe basi. Maana nguruwe
Hata ukaitoa kwa matapiko, ile ilikuwa kwa matope, ukaiosha na ukaipiga brush, ifungulie dakika 5. My friend, utakuta inaoga kwa sewage. Hello? Are we together? Ukipewa kazi ya kuosha nguruwe, nafikiri utavuta hiyo kazi kabla jioni hajafika. Sababu ukiosha uiachilie kidogo. Haiwezi kama mahali pasafi. Sijaikuta nguruwe inapenda mahali pasafi. Imeneneno kwa maandiko hapa tu ya kwamba wao watu wanakaa kama nguruwe. Wao urundia njia zao kama vile umbo urundia matapiko yake. Onile umbo tu inatapika na inakula tena. Tuna Wakristo wamekuwa hivyo, waokovu wamekuwa hivyo. Pale ulikuwa jana unarudi tu pale. Pale ulitembea jana. Ili hali ulikuwa naye jana na juzi. Yaani wewe hutaki kutii Mungu, naye ngojea. Kiboko anataja hapa ni mingi simetajwa. Usifikiria tauni ni sawa na uzao wa mtu ukiwa umelaniwa. Tauni ni kiboko tofauti na uzao ukiwa umelaniwa. Unalaniwa kwa kapu lako la kukandia unga. Ni tofauti na mapigo ya kulaniwa ukitoka na ukirudi. Haleluya. Are we together? Kila kitu hapo ni kiboko. Sasa tutoke kwa hiyo. Vita ya pili ni ya Satan's warfare ama devil's warfare. Vita ya shetani. First Peter chapter 5 verse 8 to 11. Nataka nikwende kwa haraka hapo tuweze kusaidiana haraka. Naomba tu tukae kwa njia ya Mungu azitupige vita kama baba yetu aliye mbinguni. Huwezi kuwa unamuita Mungu baba na akuchapa kiboko kwa makosa unafanya. Kiboko zile unaona hapa sasa na watachapa na bando. Kama sasa hizi taifa la Kenya kuna watu wengi sana wanacheza na kanisa. Wengine ni wakubwa sana kwa serikali huko. Wanacheza na kanisa. Hawajui. Na sijui kwa nini wao wana akili ya kuelewa Farao alikuwa mfalme mkubwa kuliko wao. Na alikuwa na majeshi na siku moja alikufa siku moja. Hapo hiyo scripture sijui kama wanasomanga. Hiyo kiburi wako naye ya kuinukia kanisa kila kuchao. Kupinga kanisa kila kuchao. Saizi ukiwa mwokovu, ukae kwa kanisa. Akitokea mtu asimame na kanisa na ndani ya serikali vizuri, wanapiga yeye na wanataka vile wataua. Kenya mtauana kama vile mumeua Magufuli. Mmekula Magufuli. The worship hour. Wanajua mahali walimpeleka. Wanajua vile walivyofanya kwa siri. Na ibada zao zile ufanya kwa siri. Za kutoka kwa Illuminati na kuzimu. Ili kusudi Magufuli asisimame tena na aseme corona haina mamlaka kuliko Mungu wetu. Twende tukaombe. Haleluya. Angalia vile DP the president sasa amepigwa. Kila kuchao anapigiwa nini? Aliingia kanisa, anasapoti kanisa. Angalau atoke kwa mashida. Ujenge kwa kanisa na mawe. Akitokea moja tu kutoka kwa serikali anachapoti kanisa, wanagonga. This time round kama ni Mungu tunaabudu, Mungu atawagonga kabla hawajagonga kanisa. Si kanisa litagongwa, ni wao. Na ngoja utaona. Ngoja tu utaona. Watu wako wamejua ujanja mingi. Akishika bunduki anaelekeza pande ile, anafikiri itatoka na risasi kielekea ule kwa ule anaelekeza. Ule Mungu anajua kuwachanganya, atawachanganya, atakuwa na shuti wenyewe. Sema wenyewe. Haleluya. Lazima sasa tuwe na kipindi ya kurudisha watu kwa njia ya Mungu, kwa makanisa, kwa viongozi, kwa taifa, kila kona. Watu watii Mungu, waache usinzi, waache usharati. Umaraya uachwe. Uovu na endelezo uachwe. Naye Mungu apate kutukuzwa katika hiyo hali. Haleluya. Atuondolee angalau tauni ile tuko nayo. Ministry of Agriculture imeisha. Haina nguvu saa hii. Hakuna cha kukula. Kila ukuzao hakuna chakula, hakuna maji mzuri. Wachana zile news unaona kwa TV. Enda Kitui utajua. Enda Marsabit. Mahali pale serikali ingepaswa kuwa imekitoa kwa njia moja au nyingine. Lakini sababu ya dhambi zile tumetenda, kumeachiliwa tu kufanyike hivyo. Mimi natangaza change this time. Kama nitahubiria watu nikwambia, kila kinatukula ni kutotii Mungu. Tukitii Mungu, hata wakipinga, Mungu atatuletea msaada wake. Amen.
Hata wakijaribu kusuia, Mungu atatumana. Na kama wangekuwa na uwezo, wangesuia bahari ya Shamu kutoka ile siku. Yes. Na sasa kwa hii current tuko nayo, kwa hawa tuko na wao, kama wako na uwezo wowote wa kusema wanaweza wakagawanya, wakapinga chochote kile, kwanza waende bahari ya bahari Indian Ocean. Waende Indian Ocean. Wasuie tu siku moja isipite, isiende Somalia na isiende pande nyingine, ibaki hapo katikati. Wakipata huo uwezo tutajua wako na uwezo. Watu wanyenyekea kwa mwenye kuumba hiyo bahari na anaikausha. Hallelujah. Are we together? Kwa wafalme wote wanyenyekee. Kila mmoja, wadogo na wakubwa, mnyenyekee kwa Mungu wa Israeli. Vita ya pili nimekuambia ni ya shetani. Petro wa kwanza. Sijui kama tuko na wewe pale. Are you there? Chapter number 5. Nimesema chapter number gapi? Verse 8 to 11. Hebu tusikie Biblia anasema basi, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mstaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye usunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo mkiwa dhabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani, na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Mesaya mwana wa Mungu, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe akawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Haleluya. Haleluya. Yaani shetani anatafuta mtu afanye nini? Amese. Yako imesema nini? Anatafuta kila mtu, anasunguka usiku na mchana. Anatafuta ili apate kuangamiza. Anatafuta ili apate kuchukua, amalizane na huyo mtu. Ombi langu ni je, wewe katika moyo wako na katika nafsi yako uko katika upande gani? Mpingeni huyo shetani. Mamlaka onda. Hallelujah. Are we together? Mamlaka honda. Maandiko inasema ya kwamba mchunge sana, maana yeye mustaki wenu. Eti mustaki? Yeye anawastaki mbele, sababu kila siku akisema angalia akinya amechelewa na kanisa. Angalia leo alikufika kanisani lakini hakuombea watu wengine, alijiombea peke yake, alijipenda. Hello? Are we together? Maandiko yanasema mumpinge. Kuna vita vya shetani na vita vya Mungu. Leo ujiulize ile mambo unapitia huko kwa vita ya aina gani? Napoenda nikifundisha ujiangalie. Are we together? Neno la Baba linasema nini? Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mstaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye usunguka akitafuta mtu ameze. Mstaki wenu Ibilisi, yeye anasimama anastaki nyinyi. Usimpatie akinyi gari. Usimpatie mama David kabroti mali. Akiulizwa kwa nini? Kumbuka juzi alikataa kuenda kanisani na funguroti alichukua ingine akakula. Mpingeni mkiwa dhabiti. Hallelujah. Are we together? Tuko pamoja jameni. Nimekwambia kama ujui, unaweza kutana na mtu akwambia I love you na kupenda sana, na wewe Mungu anakubariki. Kumbe ni mapepo yamejificha ndani yake. Anatafuta ushirika kumaliza pole pole. Maandiko yanasema mpingeni shetani. Halo. Huyo mstaki wenu mpingeni. Maana kila kuchao yeye anatafuta mwanya awangaishe. Na ndio ombi langu kama mtumishi wa Mungu, usikilize, na sijui kama unaandika hapo. Hii habari itakusaidia. Vita vya kwanza ni Mungu. Vita ya pili yule anakupigana na wewe kila kuchao. Shetani atajinua kustaki, apinge kazi yako ndio tukane Mungu. Apinge mapato yako, apinge maisha yako, apinge uzao wako,
Sasa usimpe nafasi. Biblia imekupatia ama maandiko ya Mungu imetupatia authority ya kwenda kumpinga. So hii ni kazi yako umepewa na Mungu. Maana kile anakustakia wewe utasimama urekebishe. Kama anasema kwa Mungu umeiba fungu la 10 nusu ukatoa nusu, basi you must be very careful urekebishe. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja jameni. Listen. Mastaka yake usimpe nafasi hata kandogo. Hata kandogo. Hata kadogo. Maana yeye anapinga. Na wewe simama imara ukampinge. Let's continue there. Revelation 10 verse 10. Revelation 10:10. Inasema nini? To 12. Saman. Revelation 10 verse 10. Is it 10 or 12? Yeah, 12, not 10. Hebu nianzie mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa ule mkubwa. Nyoka wa samani aitwa Ibilishi na Shetani. Aundanganya ulimwengu wote, akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mstaki wa ndugu zetu. Yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni yenye mbingu nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Haleluya. Shetani anajua muda wake ni mchache sana. Na sasa anawindana na wewe na mimi na ule mwingine, akipigana vita vyake ili akuondoe kwa njia ya Mungu. Maandiko yanasema alipopigana mbinguni hakushinda. Ni kweli? Na alipokuwa ameshindwa kule akatupwa chini na malaika wake. Sasa katika ile hali kuna kuchanganyikiwa kwingi kumejaa. Jiulize ile vitu unapitia iko pande gani? Ni ya Mungu ama ni shetani na kupiga vita? Because vita vya shetani, maandiko yanasema wateule walimshinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyao na damu ya mwana kondoo. Unasikia vizuri? Tunapatana jameni? Are we together? Unisikilize kwa makini sana. Kuna kitu ya maana sana nataka usikie. Kuna kitu ya muhimu nataka usikilize kwa makini. Hili ni jambo litakalo kusaidia. Halo. Umpinge shetani. Hata alafu walimshinda shetani kwa tumesoma na wewe aje, kwa damu ya mwana kondoo na ushuhuda wa vinywa vyao. Kwani wewe unakuanga wapi ukifundishwa? Yangu nitanena nimalize. Nikupata umeanguka ujue sije kwamba hujaambiwa. Wewe ni yule mmoja wa ile mbegu mwenyeambiwa ya kuanguka mahali popote pale, haingii katika urutufa. Ukiwa na urutufa utashika hata kila mnasoma saa hiyo. Dakika moja tu na saa. Aingie Mesia. Kwani Mungu tumepea mpaka maambiwa wakaondoa akili zetu kama binadamu ndani. Sasa tunashiki kama kuku tu. Ama shoko zile za kusahau saa yote. Anytime sasa unaambiwa hii ndio njia au umesahau. Na ujui saindi yako. Hakuna kitu hatari kama kweli. Namba 2 nimekuambia vita mbaya. Ile nyingine unapaswa kuwa unajiuliza ile uko kwayo ni gani? Vita ya shetani. Shetani anapigana vita kila kuchao. Maandiko yanasema mbinguni kukasemekana ole wake bahari na nchi. Sababu
ule mstaki wa ndugu zetu ameteremka. Sasa kama ni mstaki tunampata huko kwa kitabu ya Petro, kinasemekana aje? Yeye anaenda mbele za Baba kila wakati anatustaki huko. Kwa hivyo tujiadhari kwa yale yote tunafanya. Haleluya. Are we together? Yes. Anatustaki kila siku. Now, usimpe nafasi. Wanamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Sasa ingine jiita mkutano, jiulize, na hii inapitia yote ni Mungu, ni shetani ama ni watu? Maana ya tatu nakwambia, vita ya tatu huwa ni ya men's warfare. Vita ya tatu ni ya wanadamu, men's warfare. Wanadamu huwa na vita zao. Ujiulize ile watu wanapitia ni Mungu, ni shetani ama ni watu wamekuamulia? Kila tu hujapewa ufalme, mamlaka hiyo hujapewa tu ni ya kupigana na Mungu. Lakini umepewa mamlaka kupigana na shetani na wanadamu wanaokupinga, kwa kuondokea kwa safari. Amen. Amen. Tuko pamoja? Are we together? Lakini ya Mungu huwezi. And you cannot rebuke God. Huwezi kemea Mungu. Huwezi. Huwezi. Jaribu uone vile kutakuwa. Vita vya mwanadamu. Matendo ya Mitume 23 mstari wa 12. Tusome na wewe hapo kidogo. Haraka haraka tukimbia pale. Maandiko yanasema hivi, ni kuonyesha vita vya wanadamu mahali vilikuwa siku moja. Kulipopambauka, Wayahudi wakafanya mapatano. Wakajifunga kwa kiapo kwamba hawatakula wala hawatakunywa hata wamuue Paulo. Paulo ni mhubiri tu, anahubiri. Na Wayahudi wale walikuja kuokolewa na Baba kwa damu ya mwana kondoo. Wanapanga mapatano, wanaenda fasting. Ati wanaenda nini? Wanaenda fasting. Kuna watu waenda fasting ndio wengine waishe. Lakini kama uko upande wa Mungu, waenda fasting hata wajikatakate, watakufa wenyewe. Watangamia wenyewe. Haleluya. Maandiko inasema wakafanya mapatano. Kulipopambauka. Ni kama sasa ukute mwezi wa kesho, huyo anasikia tarehe moja, yani maadui wameamka na wanasema huu mwezi bado utaendelea kutabika. Natangaza kwa jina la Mungu wa Israeli, ule ambaye tunamtumikia naye jua kusimama na watoto wake. Kama vita si anakupiga, kama ni vita vya shetani na kama ni vita vya wanadamu, leo asomee mishale yake na akutane na watezi wako in the name of the Father. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maandiko inasema hivi. Unisikiliza kwa makini sana. Hello. Are we together? Vita vya wanadamu. Wanapanga mpaka hawatakula na hawatakunywa. Huyo ni shetani anaongea hapo. Shetani amepanga hiyo. Huyo ni Mungu wako hapo. Hawa ni wanadamu wanapanga kumuua Paulo. Na ni watu. So ukikaa ukijua pia kuna vita za watu. Wanaweza wakapanga leo, hautaondoka hapa uende ukaweke kazi pale mbele. Na wanang'ang'ana sana usiku na mchana. Wataamka tu waende kwa chief chief. Waende kwa ofisi ya MCA. Kuna mtu amechukua akaweka kazi nyingine pale. Hallelujah. Are we together? Utakuta wakikupinga, anasema hapana, asiruhusiwe, asipewe nafasi. Asipewe nafasi aweke kazi hapo. Asipewe nafasi afanye hivi. Asipewe nafasi afanye vile vingine. Hello. Unajua sometimes nyinyi hamwelewi vita vile unafanywa. Vita vya wanadamu. Watauliza tu maneno tu, wakiachilia maneno tu. Kwani wanafunga wafanye nini? Wanafunga wachukue panga. Wanafunga maombi wapigane vita ya kukupinga wewe mpaka wakukufe.
Yaani wanatafuta monya wa kukumaliza. Yaani wanatafuta monya vile ambavyo utakavyofilisika na usambaratike. Don't give them any chance. Hallelujah. Amen. Are we together? Nimekwambia mwisho ni vita vya wanadamu. Kama wajui wako. Usipojihadhari utakao ukisumbuliwa na laini zao sana. Utakao ukihangaishwa na mipango yao. Don't give them any chance katika anga yako. Vita vya wanadamu ni mbaya. Vinahangaisha watu. Nakuta huyu ameendea mwingine kwa uchawi. Huyu ameendea mwingine kwa uchawi. Kama saizi kwa mfano watu wengi wale wamefungwa kupitia connection ya binadamu na shetani. Na Mungu kwa sababu watu walikataa kumtii, akaingia bado anaongezea zake. You can imagine uko kwa vita mara 3. Utaamkaje? Mungu anasema ni sawa, endeni mpige yeye, maana bado si nilimwambia njia ni hii. Nakusikia. Haleluya. Sasa ukiomba msaada unakupata kuta bado inaongezeka zaidi. Vita inakuwa kali zaidi. My prayer kwa siku ya leo uweze kurudi kwa Mungu. Uweze kumwambia Mungu hivi. Zaburi 144. Mungu wako. Some neno. Zaburi 144. Hivi ndivyo nakutuma leo uende ukaambie Mungu. Na ukikaa upande wa Mungu na wao wakusanyike namna gani hawatakuangusha. Namalizia tu message. Na hii ndiyo Bwana mwamba wangu. Anifundishaye mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Umesikia bila anasema? Yeye ndiye anifundishaye vidole vyangu na mikono yangu jinsi ya kupigana vita. So which means tukikaa katika njia ya Mungu atatuonyesha jinsi ya kundilo na shetani na hata maadui wale wanatupinga. Are we together? That's why utatishwa na makizizia watakuinulia. Maana utakuwa unasimama, wao wanachanganyikiwa na kosa za kusema mahali pale. Wanabaki wamechanganyikiwa. Hallelujah. They will remain there as a confused group of satanic people. Unisikilize tu. Muhisani wangu na boma langu, ngome yangu na mwokozi wangu, ngao yangu niliyemkimbilia, watiisha watu wangu chini yangu. Bwana, mtu ni kitu gani hata umjue, na binadamu hata umwangalie? Binadamu amefanana na ubatili, siku zake ni kama kivuli kipitacho. Bwana, usiinamishe mbingu zako, ushuke, uiguze milima nayo itatoka moshi. Utupe umeme, uwatawanye, uipige mishale yako, uwafadhaishe. Uinyoshe mikono yako toka juu, uniponye. Unitoe katika maji mengi, katika mkono wa wageni. Vinywa vyao vyasema visivyofaa, na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. Mungu, nitakuimbia wimbo mpya kwa kinanda chenye nyuzi 10 nitakuimbia. Awapae wafalme wokovu, amokoa Daudi mtumishi wake na upanga wa uovu. Uniponye, unitoe katika mkono wa wageni. Vinywa vyao vyasema isivyofaa, na mkono wao wa kuume ni mkono wa uongo. Wana wetu na wawe kama mishe waliokuwa ujanani, binti zetu kama nguzo za pembeni zilizo na kishwa kwa kupanga hekalu. Gara zetu na sijae zenye akiba za jinsi zote. Kondoo zetu na wazae 1000 na 10,000 mashambani mwetu. Ng'ombe zetu na washukue mizigo, kusiwe na kushambuliwa, wala kusiwe na kuhamishwa, wala malalamiko katika njia zetu. Heri watu wenye hali hiyo. Heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Zaburi 18:4. Haya ndio nataka uondoke nayo leo ukimalizia. Kwa hiyo ukijua kuna vita aina 3,
Zaburi 18:34. Ananifundisha mikono yangu vita, mikono yangu ikaupinda upinde wa shaba, nao umenipa ngao ya wokovu wako. Mkono wako wa kuume umenitegemeza, na unyenyekevu wako umenikuza. Umezifanyishia nafasi hatua zangu, na miguu yangu haikuteleza. Nitawafuatia adui zangu na kuwapata, wala sitarudi nyuma hata wakomeshwe. Nitawapiga wasiweze kusimama, wataanguka chini ya miguu yangu. Nawe unifunga mshipi wa nguvu kwa vita, unitiisha chini yangu walioniondokea. Naam, adui zangu umewafanya wanipe visogo. Nao walionichukia nimewakatilia mbali. Walipiga yoe, lakini hakuna wa kuokoa. Walimuita Bwana, lakini hakuwajibu. Nikawaponda kama mavumbi mbele ya upepo, nikawatupa nje kama matope ya njiani. Umeniokoa na mashindano ya watu. Umenifanya niwe kichwa cha mataifa. Watu nisiowajua walinitumikia, wakusikia tu habari zangu, mara wakanitii. Wageni walinijia wakinyenyekea, wageni nao waliteketea. Walitoka katika ngome zao wakitetemeka. Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe Bwana wangu, na atukuzwe Mungu wa wokovu wangu. Ndiye Mungu anipatiaye kizazi, na kuwatiisha watu chini yangu. Uniponya na adui zangu, naam, waniinua juu yao walioniinukia, nao na ukuniponya na mtu wa jeuri. Basi Bwana, nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimba jina lako. Ampa mfalme wake nitaliimbia jina lako. Ampa mfalme wake wokovu mkuu, amfanyia fadhili masihi wake Daudi na mazao wake hata milele. Haleluya, haleluya. Sasa mimi nimefunga hiyo chapter, nikuwe tu na watu wa kuelewa vita ziko na uwezi ukaondoka kwa vita. Siku zile nilianza ministry, nilipoanza kupinga maadui wanaopinga ministry, ilikuwa na manabii stupid sana, ng'ombe tu. Hata ile shetani utakemea kuliko kuwa na nabii karibu na wewe akwambie vita ni ya nini saa yote. Na maandiko iko hapo inaweka wazi wazi. Bwana sifiwe. Atukuzwe Mwokozi. Amen. Niliwaambia kama mtaki mkwende, mimi nibaki nifanye ile kazi imeitiwa. Maana niko kwa vita na shetani na wale watu wanapinga. Nakuja naambiwa na Mungu, hii wamefanya hivi, hii wamefanya hivi. Kwa nini nisiende kwa staki kwa baba apigane vita? Haleluya. Bwana, ponda kichwa. Ponda kama mavumbi. Sambaratisha mipango yao. Funja hiyo miguu wanatembea nayo wakisambulia kazi yako. Hivyo wanavyonena ndimi zao. Maandiko yanasema nini? Bwana ndiye unifundisha vita. Haleluya. Wakati utakapofanya kazi zako bila kujua kupigana vita, my friend, watakuweka kwa kona. Hakuna mmoja anafurahia ukivango smart. Hakuna mmoja anafurahia ukijenga nyumba smart. Dunia imejaa urarukiwa wa kufanya mtumwa. Haleluya. Are we together? Wa kufanya mtumwa, urokote makaratasi kwao, urokote hizo plastiki wanatupa kwa barabara, urokote ubagie barabara, uende ukawachonee nguo hapana, hata siku sana nguo gani nyingine aina yote wewe, hizo zote watakufanya mtumwa. Ni kipindi chako utoke kutoka leo kwa mipango yao, ingie katika anga ya mipango ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Manake hapo ndipo ninataka uelewe. Usikubali kumpa adui yako nafasi. Biblia inasema nini? Bwana Mungu ndiye ananifundisha vita. Sasa umenisimamisha ukanitetea kwa watesi wangu. Na wewe usiondoke kwa laini ya baba. Haleluya. Tuko pamoja jameni? Yes. Namalizia nikisema nini? Na kuacha kwa mikono ya baba. Usitoke mahali pale Mungu alikuita. Usiondoke mahali pale Mungu alikuleta. Usiondoke katika laini ya kutii Mungu. Manake vita za aina tatu nimekufundisha. Vita ya Mungu, vita ya shetani na vita ya watu. Na watu hupigana. Usidanganywe.
Kwa nini makesi zimejaa kotini? Unafikiri ni kuna mtu, kuna kesi ya mtu amestaki ya shetani? Ha? Kuna mmoja hata amestaki mwingine bure tu kumuonea. Kuna mwingine anasema tu hiyo shamba ni yangu na si yake. Anandaisha tu kunyang'anya huyo mwingine. Halo? Si waliua Nabothi. Si waliua Nabothi. Waliua Nabothi. Wachukue shamba na Mungu akalipisha kizazi. Kuna damu inanena mazuri kutoka siku ya leo. Unielewe tu. Somebody there. Unisikilize. Katika hali hiyo uwe tayari kujua ni nini, na Mungu akubariki.